Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameitaka ofisi ya msajili wa hazina kuweza kuhakikisha taasisi zote za umma na binafsi zinaendelea kufanya kazi vizuri nchini kwa lengo la kuongeza fursa za maendeleo na kuondoa tabia ya kufanya kazi kwa mazoea. Ameyasema hayo wakati alipozindua jukwaa la wakuu wa taasisi na wenye viti wa bodi wa serikali na sekta binafsi iliyofanyika katika ukumbi wa Golden Tulip Airport Zanzibar. Amesema kuwa Zanzibar ina fursa kubwa za maendeleo, hivyo kuna wajibu wa kuhakikisha taasisi zote za umma zinaimarika na kuchangia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Aidha, ameendelea kusema kuwa waweka hazina wana wajibu wa kuhakikisha mashirika yote yanasimamia ipasavyo kulinda mali za umma na mali za serikali. Pia amesisitiza umuhimu wa mashirika hayo kufanya vizuri na kuweka jitihada za makusudi. Napenda kutumia fursa hii kuiagiza ofisi ya msajili wa hazina iendelee kuzisimamia taasisi zote za umma zenye bodi na mabaraza kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi wa taasisi hizo. Kwanza ni suala la ukuaji wa uchumi wetu. Ni kweli kwamba uchumi wetu unakuwa kwa kasi, lakini Zanzibar ina fursa kubwa zaidi ya kukua kwa kasi zaidi ambayo tunakuwa nayo sasa hivi. Ni matarajio yangu kwamba mjadala katika jukwaa hili litaweka utaratibu mzuri wa mapendekezo ya nini kifanyike ili uchumi wetu ukue kwa kasi zaidi. Wakati anazungumza Bwana Mwangi pale alielezea fursa zilizokuwepo ili tuweze kuzishika, na mimi nataka niseme kwamba nafurahi kwamba tuna watu kama yeye ambao wanaweza kutuonyesha njia za kupita kutokana na uzoefu wao wa muda mrefu, na mimi naziona hizo. Unapokuwa katika dunia hii tuliyokuwa nayo sasa, yanapotokea matatizo sehemu moja yanaweza kuwa ni fursa sehemu nyingine. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuangalia fursa zote ambazo ziko mbele yetu, tuzishike kwa mikono miwili ili tuweze kukuza uchumi wetu kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hakika hili ni jukwaa muhimu la kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo pamoja na changamoto zinazokabili taasisi zetu za umma na binafsi, na kuangalia namna bora ya kutafuta ufumbuzi ili malengo ya taasisi zetu yaweze kufikiwa. Nimeelezwa kuwa mada mbalimbali zimeandaliwa kwa ajili ya kuwasilishwa na wataalamu, ambapo washiriki watapata fursa nzuri ya kuzijadili kwa kina ili kuchochea jitihada zetu za maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa jamii kwa Zanzibar na kwa Tanzania kwa ujumla. Lengo la mabadiliko haya ni kupata fursa za miradi mbalimbali, hali ambayo itaziondoa taasisi za umma katika kufanya kazi kwa mazoea na kwenda katika utendaji wa kimkakati wenye tija na kuleta matokeo chanya. Ni matarajio yangu kuwa jukwaa hili litakuja na maoni na mapendekezo yatakayowezesha kuchangia kufikia malengo haya. Napenda niwahakikishie kuwa serikali iko tayari kupokea maoni yatakayochangiwa ili kuleta maendeleo endelevu ya kiuchumi na kuhakikisha kuwa tunakuwa na uwekezaji wenye tija, wenye kutoa fursa za kiuchumi kwa wananchi na kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Baada ya kusema hayo, sasa napenda nitamke kwa jukwaa la wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi hapa Zanzibar limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kusikiliza. Kwa upande wake, msajili wa hazina Zanzibar Wahid Mohamed Sanya amesema kuwa lengo la kuanzisha jukwaa hilo ni kuunganisha taaluma kwa waanzilishi wa taasisi mbalimbali ili waweze kufahamu kwa kina zaidi masuala yanayowahusu sekta hiyo. Pia akaahidi kuweza kuleta maendeleo makubwa zaidi katika ofisi hiyo. Ofisi ipo chini ya Wizara ya Fedha na Mipango. Kwa hapa leo katika jukwaa hili, safari hili limekuwa lina muonekano tofauti kwa mwaka jana. Kwanza tulipata Mheshimiwa Rais kufungulia leo hii shughuli, na kila pili jukwaa hili safari hili limekuwa kusanya watu 25. Kwa kusanya wakala zote za umma Zanzibar na baadhi kutoka bara, na kila pili tunakusanya pia wenye viti wa bodi za umma wako hapa leo wa Zanzibar na wenzetu wa Tanzania bara,
Ingawa pia tukualika sekta binafsi wale wapo hapa na nao na itachukua muda siku 3. Kwa hiyo ndani ya jukwaa hili kuna yanazungumzwa, lakini mwisho wa siku tutakuja na mawasiliano. Kama msikia Mheshimiwa Rais anakuja mazingira haya ili serikalini atakapochukua mfumo kwa ajili ya kuchukua nafasi. Kwa hiyo tuko hapa kwa mtazamo, lakini pia leo tumebahatika kupata watu mbalimbali wazoefu ambao wanafahamu masuala ya uongozi. Unajua sisi tunafanya kazi na hizo corporate agencies. Lengo kwanza ni unajua sisi kama hii na malengo mengi. Sisi tuna kauli mbiu. Tumeona kwamba kuna maono mengi kwa taasisi wanayo. Maono haya sasa inabidi iende kwa mwendo. Sasa kusanyika pamoja tunachukua maono ambayo tunayo kwa katika mwendo. Kwa hiyo ndio kauli mbiu ya kila pili kujigiana taaluma. Unajua masuala ya corporate governance mambo wapya kwa taasisi za Zanzibar. Kwa hiyo kwa taasisi na vitu wanahitajika kufahamu kiundani za corporate governance na mipango ambayo ofisi imepangia kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapo watapata kusikia mipango yetu na kuwasikia maoni yao na pia wafahamu perception yetu katika mbali ya governance. Kwa hiyo hilo ndio sisi ndio ofisi bado ni toka yaanzishwa. Mheshimiwa Rais anasema nimeongeza, lakini toka yaanzishwa ndio miaka 2 inaingia mwaka huu mwisho wa mwaka. Kwa hiyo bado unaumia kujifunza, na sisi tuko karibu na wenzetu ambao tayari washaanza kwa muda mrefu. Kwa sisi tunakumwahidi Mheshimiwa Rais kwamba hili jukwaa litatoka katika mazuri na mwisho wa siku kile kilichokuwa kile ndio kwanza kutoa huduma bora za umma, lakini la pili muhimu zaidi ambalo Mheshimiwa Rais amegusia kuhusu hii serikali, yani faida ile ya kuwa mashirika umma haya za umma katika swala ya mchango ya fedha kwa serikali au masuala ya magawio. Hilo ndio la Subira Salum, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.